Kilichonisukuma kusoma masomo ya science, mimi nilikuwa napenda kuwa muuguzi au daktari, na mama yangu ni muuguzi, amekwisha kustaafu sasa hivi, na hicho kilinifanya nipende kazi ya uuguzi, na nikaamua kwamba mimi nikiwa mkubwa nitakuja kuwa muuguzi au nitakuja kuwa daktari. Lakini hiyo ni wakati niko mdogo. Lakini nilipoenda sekondari, shule tulikuwa tunasoma sisi ilikuwa ni shule ya kilimo, lakini pia ilikuwa na science. Na tukifika form 2, walimu wanatugawa wale wanaopenda kwenda science kwa kutuelekeza, na hapo ilionekana kwamba mimi nina uwezo kwenye masomo ya science. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwangu kufanya maamuzi kwenda kwenye mkondo wa science. Ndio. Sasa wakati unasoma, ndio vitu gani unavikumbuka ambavyo vilikuwa vimekukatisha tamaa kuhusiana na kusoma masomo ya science? Ni ambazo unaishia kuzunguka. Ndio. Wanawake au wasichana walikuwa wanachukua masomo ya science. Unakumbuka vitu gani? Ninachokumbuka ni kwamba kuna ile kuambiwa kwamba masomo ya sayansi ni magumu sana. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba masomo ya sayansi ni magumu, unajifikiria kwamba nitaweza kweli. Kwa hiyo ilikuwa kidogo inakatisha tamaa, lakini tulikuwa na walimu ambao walikuwa ni wazuri, walikuwa wanatu motivate, wanatufanya tupende yale masomo. Sababu mwalimu anaingia darasani na anakuambia kabisa ukisoma hili somo la science utakuja kuwa nani baadaye. Kwa hiyo tulikuwa tunapata ile guidance ambayo ni nzuri. Ndio. Na wewe uliwezaje sasa kuachana na hizo imani kwamba masomo ya science ni magumu? Sikuweza kusikiliza kwa sababu kwanza nilikuwa ninayapenda. Kwangu mimi ilikuwa ni rahisi kwa sababu tulikuwa tunafundishwa vizuri. Kwa hiyo wakati tunafundishwa unaona kabisa kwamba hili somo ninaliweza nikiangalia na masomo mengine ambayo yalikuwa sio ya science. Japo yote nilikuwa naweza, lakini science ilikuwa ni zaidi, na kwa sababu pia nilikuwa ninajua kwamba nahitaji kuwa nani, nishaelekezwa nilikuwa napenda kuwa muuguzi au daktari. Kwa hiyo niliendelea kuyasoma kwa bidii. Pia tulikuwa tunasisitiza kwamba masomo yanahitaji bidii kusoma, sio masomo ya kusema utakaa hivi, lakini kwa ule jinsi tulivyokuwa tunaelekezwa, kwa sababu tulikuwa na maabara pale shuleni, ilikuwa ni rahisi kwetu kujifunza. Sasa unaona ugumu kwa wengine kuchagua kusoma masomo ya sayansi? Ugumu wa kuchagua kusoma masomo ya sayansi kwa wasichana wengi ni hizi fikra potofu. Nadhani baadhi wanasikiliza maneno kutoka kwenye jamii kwamba masomo ya sayansi ni magumu, msichana huwezi ukayasoma, yanahitaji muda mwingi. Na ukilinganisha na jamii zetu kuna ile kutokuwa na ule usawa wa tuseme kazi za kati ya msichana na mvulana. Kwa unakuta ni kweli kama msichana mwingine akiamua kusema nisisome, kweli anaweza asiyasome, lakini akipata ushauri anaweza kuyasoma haya masomo. Sasa mlikuwa unaonaje idadi ya wanafunzi wa kike kwenye masomo ya sayansi unaongezeka au inapungua, na unadhani kwa nini? Kwa mwelekeo uliopo ninaona kwamba wasichana wengi masomo ya sayansi kwa wasichana wengi hawachukui masomo ya sayansi, wanaenda kuchukua yale masomo ambayo sio ya mchepuo wa sayansi kwa sababu ya huo ugumu niliosema, na huo ndio mwelekeo uliopo. Sababu ambazo zinapelekea hicho kitu nadhani ni hizo fikra potofu, lakini pia ukizingatia na mazingira. Tukisema kwa mfano kwenye shule zetu za sekondari, mazingira ambayo yapo, unaweza ukakuta kuna shule ambayo sawa wanafunzi watatakiwa kusoma masomo ya sayansi, lakini hakuna miundombinu ile inawawezesha kusoma masomo ya sayansi. Kwa hiyo itawakatisha tamaa. Kwa msichana akiangalia ile hali halisi ya mazingira ya masomo, ni lazima ataona ugumu, na kama ameshaambiwa tena kuna ugumu, basi ndo hawezi kabisa. Unadhani kuna vikwazo vya kimfumo au upendeleo katika kupata kazi za kisayansi? Inawezekana kwa upande mmoja au mwingine, kwa sababu hii ni jamii inayotuzunguka wanawake, na tunasikia kutoka kwenye jamii. Kwa hiyo kwa ile kauli kwamba masomo ya sayansi ni magumu,
Pia kuna wengine wanasema kazi za kisayansi pia ni ngumu, zinahitaji muda, zinahitaji akili. Kwa mwanamke unaambiwa kabisa hii kazi utaiweza kweli? Kwa kuna upendeleo fulani kwa wanaume kwamba hawa ndio wanaoweza ukilinganisha na kwa wanawake. Nini kifanyike kuhakikisha idadi yao inaongezeka? Kuongezeka kwa idadi ya wasichana na wanawake kwenye masomo ya sayansi, nadhani tunaweza tukaanza kwenye ngazi ya chini kabisa, kuanza kwenye shule za msingi. Najua kwamba serikali imefanya juhudi kuanzisha kwamba wanafunzi wa shule za msingi wanasoma masomo ya sayansi. Hicho ni kitu kizuri na kinatakiwa kiendelezwe, kwa sababu hawa wasichana wadogo ambao wakisikia kwamba kuna masomo ya sayansi na kama wana ndoto ya kufanya kazi za kisayansi, itakuwa ni rahisi kwao kuchukua hii michepuo ya kisayansi. Na wito wako kwa wasichana wengine? Wito wangu ni kwamba wasiogope masomo ya sayansi. Masomo ya sayansi yana fursa nyingi kwa mwanamke na anaweza kuyafanya akiweka bidii.